inaimarishwa, lakini hayo ni hapo baadaye. Tuangazie baadhi ya taarifa. Watu wawili waliaga dunia na zaidi ya 30 kupata majeraha baada ya basi kupoteza mwelekeo na kutumbukia kwenye mto Nairobi Jumanne usiku kwenye mpaka wa Kangemi na Gatina, eneo la Kawangware. Inadaiwa kuwa basi hilo lilikuwa limetoka jijini Nairobi likielekea maeneo ya Kawangware wakati wa ajali hiyo ilipotokea baada ya breki za basi hilo kufeli na dereva kushindwa kulidhibiti. Baadhi ya walioshuhudia wanasema basi hilo lilikuwa limebeba abiria wengi kupita kiasi, huku madereva wakishauriwa kutotumia barabara ambazo si za magari ya umma. Hiyo mteremko ilikuwa gari li break ilikatika. Sasa venye ilikatika hiyo na watu wamejaa. Sasa hiyo nini ikakuja na hiyo accelerator yake hiyo. Alafu school bus pia ilikuwa inatokea na saidia huko juu. Hii basi wakati ili lose to break ikapika on tu mara ya kwanza na ikaachilia on. Wakati ilikuwa inaachilia on ikipika on, huyu dereva wa shule akasimama tu hapo katikati ya barabara, na huyu driver amejaribu sana, aka-overlap hiyo basi ya shule na ikaanza kuteremuka. Wakati imeteremuka kufika mahali kama 50 meters kuanzia hapo kwa mlima juu, haiko inakusa chini, wheels haiko inakusa chini, ilikuwa inafly kwa juu. Wakati imefika hapo, ile vitu tumeona hapo ni kama movie. Kama ile barabara ya kizuizi haingekuwa pale, nasema ya kwamba hii accident haingepatikana kwa sababu ile barabara haiko steep kama hii. So tunasomba ya kwamba wale ambao wanaweka barriers kwa barabara waweze kutoa.